Karibu katika kipenga cha michezo. Kilabu ya Italia Inter Milan imeingia kwenye kinyang'anyiro cha kumsaili beki wakati wa Crystal Palace Marc Guehi, lakini Liverpool bado wanapewa nafasi kubwa ya kuinasa saini ya mchezaji huyo wa kimataifa wa Uingereza mwenye umri wa miaka 25. Mshambuliaji wa Bournemouth Antonio Semenyo ana kipengee cha kuachiliwa huru katika kandarasi yake, lakini Chelsea wanaficha hilo kwa sababu wanataka kusalia na mchezaji huyo wa kimataifa wa Ghana mwenye umri wa miaka 25 ambaye amekuwa akihusishwa na Tottenham na Manchester United. Chelsea na Barcelona wanafuatilia mshambuliaji wa Dinamo Zagreb Mreno Cardoso Varela miaka 16. Hayo yakijiri, Brighton hawana mpango wa kumnunua kiungo wakati wa Cameroon Carlos Baleba mwezi Januari, licha ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 21 akuvutiwa na Manchester United msimu uliopita. Manchester United wamemweka kiungo wakati wa Crystal Palace na Uingereza Adam Wharton miaka 21 juu ya Baleba kwenye orodha ya wachezaji inaowalenga ili kuhamia timu hiyo. Manchester United wanafikiria kuongeza mkataba wa kiungo wakati wa Brazil Casemiro zaidi ya msimu huu, lakini tu ikiwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 atakubali kupunguzwa mshahara. Kwingineko kumekuwa na nia ya kumnunua Casemiro huko Brazil na Saudi Arabia, lakini kocha wa Manchester United Ruben Amorim anaweza kuwasilisha hoja ya mchezaji huyo wa zamani wa Real Madrid asalie. Mlinda lango wa Barcelona Marc-Andre ter Stegen miaka 33 ameweka kazi wazi kuwa hana mpango wa kuondoka katika kilabu hiyo, licha ya kumchezaji huyo wa kimataifa wa Ujerumani kuvutiwa na vilabu vikiwemo Manchester United na Newcastle United. Beki wa Crystal Palace Daniel Munoz anasakwa na Barcelona, lakini the Eagles hawatamruhusu mchezaji huyo wa kimataifa wa Colombia mwenye umri wa miaka 29 kuondoka mwezi Januari. Uamuzi waliyekuwa afisa mkuu wa kandanda wa Tottenham Scott Amana kuchukua nafasi katika klabu ya Parma ya Italia badala ya Nottingham Forest ni dalili za kwamba kocha Ange Postecoglou yuko katika mazingira ya kupoteza kazi yake. Mkurugenzi mpya wa michezo wa Newcastle Ross Wilson ataongoza ukaguzi wa hali ya kandarasi ya wachezaji wakuu wa kilabu hiyo, huku kilabu hiyo ikitarajia kumaliza marudio ya sakata ya uhamisho ambayo ilimfanya mshambuliaji wa Uswidi Alexander Isak 26 miaka na kujiunga na Liverpool. Chelsea hawana wasiwasi wowote kuhusu mstakabali wa kiungo wa Ecuador Moses Caicedo miaka 23 kufuatia ajenti wake kuadhibiwa hadharani. Caicedo anatarajiwa kutuzwa kandarasi mpya na Chelsea ili kuzuia nia ya Real Madrid. Na hatimaye katika hamu hii ya soko la soka Ulaya, Borussia Dortmund wanavutiwa na kiungo wakati wa Barcelona na Hispania Julian Fernandez mwenye umri wa miaka 17 ambaye bado hajacheza katika kikosi cha kwanza katika klabu hiyo ya Catalan. Kwingineko katika michuano ya kuwania nafasi kwenye dimba la soka la dunia ambapo Ivory Coast imeifunga Kenya magoli 3-0 mjini Abidjan, huku winga wa Manchester United Amad Diallo akifunga bao maridadi kwa mkwaju wa free kick kunako dakika 84 na pia alitoa pasi ya bao la kwanza katika mechi ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 iliyocheza kwenye uwanja wa Alassane Ouattara Bimpe Olympic Stadium. Ivory Coast walizidi maarifa Harambee Stars katika kila idara uwanjani. Kwa ushindi wa Ivory Coast imemaliza kileleni mwa kundi la F wakiwa na pointi 26, huku Kenya ikishindwa kufuzu baada ya kushikilia nafasi ya 4.
Kwingineko ni kwamba timu ya taifa Afrika Kusini Bafana imefuzu moja kwa moja kushiriki kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 kufuatia ushindi wa 3-0 dhidi ya Rwanda kwenye mchezo wake wa mwisho wa kundi cha, huku Victor Osimhen akifunga hat-trick wakati Nigeria ikiichabanga Benin jumla ya magoli 4-0 ingawa imeshindwa kufuzu moja kwa moja. Bafana imefikisha pointi 18 baada ya mechi 10 ikiwa kileleni mwa kundi la cha, huku Nigeria ikifikisha pointi 17 baada ya mechi 10 ikiwa nafasi ya pili, huku ikiangazia kufuzu kupitia mchujo wa playoff ikiwa itafanikiwa kumaliza kwenye top 4 ya timu zilizomaliza nafasi ya pili kwenye makundi yote 9. Kwingineko bao pekee la Stephen Dese Mkwala limeshindwa kuipatia Uganda the Cranes ushindi mbele ya Algeria kufuatia kipigo cha magoli 2-1 na kuzima matumaini ya the Cranes kufuzu kombe la dunia walau kwa kupitia playoffs, ambapo bao kwamba Afrika Kusini iliweza kuitandika Rwanda magoli 3-0, magoli yaliyofungwa na Mbadha Apolis na vile vile Makogopa. Nigeria waliweza kufunga magoli 4-0 Benin, ambapo magoli yalifungwa na Osimhen magoli 3 hat-trick hiyo, ambapo Onyeka alifunga bao la 4 kunako dakika zile za ziada baada ya dakika 90 za mchezo. Algeria waliweza kuwatandika Uganda 2-1, ambapo yalifungwa na Amoura, ambapo ilikuwa ni penalti, ambapo dakika ya 90 dakika zile za usheza kuongeza dakika 9 baada ya 90 Amoura akafunga vile vile penalti. Mkwala alifunga bao dakika ya 6. Na hicho ndicho kipenga cha michezo.